Bwana, siwe na nguvu zako Jehova, Bwana, siwe na ombi langu Yesu, peke yangu sitaweza, wepo wako Bwana, ombi langu Jehova, haleluya, Bwana, Bwana, uwe na wepo wako, uwe nami. Tunakushukuru mfalme wa mfalme, Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Asante kwa sababu ya nguvu zako na uweza wako ambayo imetufunika katika jioni ya leo ya kupunga. Bwana, tunakushukuru kwa uaminifu wako. Wewe ni ngao na kigao ambao wenye haki mfalme ukimbilia kwako na wakawa ni salama. Nami naombea kila mmoja ambaye anafuata kwenye TV online kutoka hapa jijini Kahama. Bwana, tunaomba mkono wako na watuhudumia jioni ya leo, umhudumie na huyo mtazamaji wetu. Bwana, ule mkono wako wenye nguvu na uponya wengine, uyaponye na magonjwa yake. Zile baraka zako kwenye hii madhabahu ziende pamoja na mtoto wako, tuponye na kila maroho ya giza na uharibifu wa kuzimu. Tunairuhusu nguvu ya Mungu ile kwenye hii madhabahu iende pamoja na mtoto wako aliyeko majumbani, anatufuatia kwenye TV online, aliyeko mahali kwa mahali, anakuja mahali hapa. Tunaomba nguvu zako ambazo ziko hapa Bwana zimhudumie mtoto wako na mtumishi wako katika jina la Yesu aliye hai. Na tunaangusha kila maroho ya giza na ufalme wa kuzimu na maroho ya mpinga Kristo, toka kwa jina la Yesu aliye hai. Mkuu anga na mapepo yaliyojidhurisha kwenye ibada na semina hii kupitia kwenye mawingi ya TV online, toka kwa damu ya Yesu aliye hai. Mungu anaotuhudumia hapa, atuhudumie na amhudumie mtumishi wako, atufuatie kutoka mahali kwa mahali sawa sawa na nguvu zako na upako ulioko hapa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Baba yetu mwema na Mungu mwaminifu, nitumie kadri upendavyo katika viwango vile vile na upako ule ule na nguvu yako ile ile. Na sasa Bwana useme na kanisa wazi wazi, ukinitumia mtoto wako na mtumishi wako ili tukuletea Yakobo kwenye hii madhabahu. Tunakutukuza Bwana, maana utasema na kanisa lako wazi wazi katika jina la Mungu Baba, jina la Mungu Mwana na jina la Mungu Roho Mtakatifu tumeomba, na kila mwenye pumzi aseme amen. Hebu mshangilie Bwana kwa makofi mengi mengi ya shangwe. Haleluya. Na naomba uketi kwenye uwepo wa Bwana. Tukukaribisha ama tufuatie kutoka kwenye TV online kutoka hapa KKT ya hapa usharika wa Agape jijini Kahama. Tukukaribishe tukuungana sisi katika mafundisho haya ambayo Mungu ametupa siku nzuri ya kukaa na kutulia kwenye hii madhabahu, tupate kula na kunywa mezani kwa Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Ukiwa umeketi, fungua kile kitabu cha Isaya, kitabu cha Isaya ambacho tumesimama nacho kuanzia siku ya jana, ambacho kimebeba semina hii. Kitabu cha Isaya ile sura ya 33 na ule mstari wa 22. Kitabu cha Isaya ile sura ya 33 na ule mstari wa 22. Isaya 33 ule mstari wa 22. Kitabu cha Isaya sura 33 na ule mstari wa 22. Acha nikutangulie kusoma katika jina la Yesu. Biblia inasema, kwa maana Bwana ndiye mwamuzi wetu, Bwana ndiye mfanya sheria wetu, Bwana ndiye mfalme wetu, ndiye atakaye tuokoa. Kwa maana Bwana ndiye mfalme wetu, kwa maana Bwana ndiye mwamuzi wetu, Bwana ndiye mfanya sheria wetu, Bwana ndiye mfalme wetu, ndiye atakaye tuokoa. Haleluya. Na kile kitabu cha Ufunuo wa Yohana ile sura ya 3 na mstari wa 20 na wa 21. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana Ufunuo wa Yohana ile sura ya 3 mstari wa 20 na wa 21. Biblia inasema, tazama nasimama mlangoni nabisha, mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye, naye pamoja nami. Naye ashindaye
yeye ashindaye nitampa kiti, yeye ashindaye nitampa kuketi pamoja nami katika kiti changu cha enzi, kama mimi nilivyoshinda nikaketi pamoja na Baba yangu katika kiti cha enzi, katika kiti chake cha enzi. Jina la Bwana libarikiwe. Na ule mstari wa 22 unasema, na yeye aliye na sikio na asikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Na leo ikiwa ni siku yetu ya pili au mfululizo wetu wa pili, tukukaribisha ama tufuatilia kwenye TV online kutoka hapa kanisa la Lutheran Church hapa Diocese ya Kusini Mashariki mwa Ziwa Victoria, hapa kutoka hapa jijini Kahama mjini. Na tuna kichwa ambacho kinasema mfanye Mungu kwa mwamuzi wako kimaisha, ili akutoe ulipokwama na kukuketisha kwenye kiti chake cha kifalme. Mfanye Mungu kwa mwamuzi wako kimaisha, ili akutoe ulipokwama na kukuketisha kwenye kiti chake cha kifalme. Mfanye Mungu kwa mwamuzi wako kimaisha, ili akutoe ulipokwama na kukuketisha kwenye kiti chake cha kifalme. Na lengo la somo hili ni kuimarisha imani yako na Mungu aliye mwamuzi wa hatima ya maisha yako. Lengo la somo hili ni kuimarisha imani yako na Mungu aliye mwamuzi wa hatima ya maisha yako. Kwako wewe uliyekata tamaa kutokana na changamoto unazopitia na kuona Mungu ameshindwa kuwa mwamuzi wa pekee ili kukupatia haki yako kwa haraka. Lengo la somo hili ni kuimarisha imani yako na Mungu aliye mwamuzi wa hatima ya maisha yako. Kwako wewe uliyekata tamaa kutokana na changamoto unazopitia na kuona Mungu ameshindwa kuwa mwamuzi mwenye nguvu za kipekee ili kukupatia haki yako kwa haraka. Jina la Bwana libarikiwe. Na jana tulianza kwa kuweka msingi wa somo hili, na leo natamani tusogee mbele kidogo. Tumeweka msingi jana, hatuna jinsi ya kuweza kurudi huko nyuma kwa sababu muda wetu umesonga, na tunatamani tumalize mapema ili unapompata Yesu wa hii madhabahu usiende kukutana na kisirani uko barabarani. Jina la Bwana libarikiwe. Na leo natamani tusogee kwa kumpeleka Yesu mwamuzi kwenye afya yako. Tusogee kwa kumpeleka Yesu mwamuzi kwenye afya yako. Jana tumejenga msingi wa kumpeleka Yesu mwamuzi kwenye changamoto mbalimbali anazopitia, iwe ni za kiafya, ni za kiuchumi, iwe ni za kimaisha. Lakini leo natamani baada ya msingi huo tuanze kupeleka tofali kwenye msingi wetu, na tuanze kushughulikia kumpeleka Mungu mwamuzi ili aiketishe afya yako kwenye madhabahu ya kwake. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Na kila kitabu cha waraka wa 3 wa Yohana ile sura ya 1 na mstari wa 2, waraka wa 3 wa Yohana ile sura ya 1 na mstari ule wa 2, Biblia inasema namna hii: mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yako yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yako yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Mapenzi ya Mungu ni ufanikiwe kwenye uchumi, ufanikiwe kwenye biashara, ufanikiwe kwenye kazi, ufanikiwe kwenye ndoa, lakini ufanikiwe kwenye afya na roho yako isisahaulike mbele za Bwana aliye hai. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo unaweza ukajimwamba fai kwamba umefanikiwa kwenye fedha au umefanikiwa kwenye magari, lakini ukifeli kwenye afya, umefeli kwenye mambo yote. Na hata kama una hela lakini afya iko SU, huwezi kufanikiwa katika mambo yote, kwa sababu kuna mahali mambo mengine yatazuiliwa na afya kwa sababu afya yako imedhoofika mahali. Lakini maombi yangu mbele za Bwana, Mungu akufanikishe kwenye mambo yote na afya yako isisahaulike mbele za Bwana aliye hai. Haleluya, haleluya. Naomba andika namna hii: Mungu ni Mungu aliye mwamuzi kwako
Mungu ni Mungu aliye mwamuzi kwako, na mapenzi yake awe Mungu mwamuzi wa afya yako. Mungu ni Mungu aliye mwamuzi. Mungu ni Mungu aliye mwamuzi kwako, na mapenzi yake awe Mungu mwamuzi wa afya yako, ili kukuandaa kwa ajili ya utumishi aliyokuitia, ili kukuandaa kwa ajili ya utumishi aliyokuitia katika madhabahu yake, ambayo yeye ni Mungu mwamuzi. Mungu ni Mungu ambaye Mungu ni Mungu aliye mwamuzi kwako, na mapenzi yake awe Mungu mwamuzi wa afya yako, ili kukuandaa kwa ajili ya utumishi aliyokuitia katika madhabahu yake, ambayo yeye ni Mungu mwamuzi. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Kila kitabu cha Isaya ile sura ya 38 ule mstari wa kwanza hadi wa 8, kitabu cha Isaya sura ya 38 ule mstari wa kwanza hadi ule wa 8, kitabu cha Isaya 38 ule mstari wa kwanza hadi wa 8, Biblia inasema siku hizo Hezekia aliugua akawa katika hali ya kufa, na Isaya nabii mwana wa Amozi akaenda kwa mfalme akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala hautapona. Basi Hezekia akajigeuza, akaelekeza uso wake kutani, akamwomba Bwana, akasema, Bwana, kumbuka haya na kusihi ya kwamba nimekwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu, na kutenda yaliyo mema machoni pako. Hezekia akalia sana sana. Ikawa neno la Bwana likamjia Isaya kusema, enenda ukamwambie Hezekia, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, mimi nimeyasikia maombi yako na nimeona machozi yako, tena nitaziongeza siku zako kiasi cha miaka 15, nami nitakuokoa wewe na mji huu na mkono wa mfalme Ashuru, nami nitaulinda mji huu. Jambo hili liwe ishara kwako itokayo kwa Bwana, ya kwa Bwana atalitimiza jambo hili alilonena. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Ukisoma hii paragrafu utaona kwamba Hezekia alipokuwa anaumwa, na alikuwa ni mtumishi kama mimi na wewe tulivyo watumishi wa Mungu, lakini labda alikwenda kwenye hospitali ya hapa Kahama, labda Muhimbili, Dar es Salaam, Aga Khan, lakini kila alikoenda wanamwambia ugonjwa huu hauwezi kupona, ugonjwa huu hauwezi kupona. Na inawezekana alirudi nyumbani akawa anasubiri nini kitatokea, na akapiga simu labda kwa mchungaji au kwa watumishi kama sisi tuje kumwombea. Na tunakwenda nyumbani kwa Hezekia, tunamwambia jambo lile lile, tengeneza mambo ya nyumbani mwako Hezekia, anza kugawa, andika wasia, maana ugonjwa huu unaumwa hautapona. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa nini? Alikuwa katika hali ya ugonjwa, katika hali ya kufa, na madaktari wamekomenti, na watumishi tumekuja tumetamka maneno yale yale. Hezekia baada ya kutamkiwa maneno ya mauti, taarifa yake ya kwanza ilikuwa imebeba mauti, na Isaya alipoondoka anaanza kumwomba Mungu, anamwambia Bwana, kumbuka na haya, nimetenda yaliyo mema na nimefanya hili, labda nilinunua vyombo vya kwaya vijana, labda gari yangu nimpeleka mchungaji kuhubiri, Bwana kumbuka haya. Na akalia kwa machozi, akalia na kuomboleza mbele za Bwana, akamkumbusha, akahojiana naye. Ninakwambia, unapohojiana na Mungu aliye hai anaopatikana kwenye hii madhabahu, amini kabisa Mungu atakujibu sawasawa na hitaji la moyo wako. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana lipewe heshima. Isaya akiwa ameshaondoka, Mungu anamwambia, no Isaya, stop. Nenda akamwambia Hezekia, nimesikia maombi yake na nimeona machozi yake, nimemwongezea miaka mingine 15
kama bonasi ya kuishi. Niko hapa kuambia taarifa yako ya kwanza, hata kama ilibeba mauti, taarifa ya pili ina uzima tena, taarifa ya pili ina uponyaji tena, taarifa ya pili ina baraka tena. Wanaopokea waseme amen na wapiga makofi ya shangwe mbele za Bwana. Kwenye kitabu cha Isaya 53 ule mstari wa 4 na 5 anasema, aliyachukua masikitiko yetu akajitwika huzuni zetu. Tulizani ya kuwa amepigwa na Mungu, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, na kwa kupigwa kwake mimi na wewe tumepona. Niko hapa kuambia ugonjwa ulio baba yako hautakuwa wewe, uliomuua shangazi hautakuwa wewe. Kwa nini? Kwa kupigwa kwa Yesu tumepona. Haleluya. Na Mungu anatamani akuandae kwa utumishi ulio mbele yako, ili usije ukaleta visingizio. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Na ndio maana kitabu cha Isaya ile sura ya 49 ule mstari wa kwanza hadi wa 3, kitabu cha Isaya 49 ule mstari wa kwanza hadi ule wa 3, Isaya 49 ule mstari wa kwanza hadi ule wa 3, Biblia inasema hivi: nisikilizeni enyi visiwa, tegeni masikio enyi kabila za watu, mlio mbali sana Bwana ameniita toka tumbo la mama yangu, naye amenitaja jina langu, naye akafanya kinywa changu kuwa kama upanga mkali katika kivuli cha mkono wake. Amenisitiri, naye amenifanya kama mshale uliosuguliwa katika podo lake. Amenificha, akaniambia, wewe ni mtumishi wangu Israeli, ambaye katika wewe nitatukuzwa. Niko hapa kuambia mzee na Kembetwa, wewe ni mtumishi wa Bwana ambaye katika wewe utatukuzwa. Hata kama upinzani kwenye afya ni mkubwa kiasi gani, wewe ni mtumishi wa Bwana. Hata kama kuna upinzani kwenye afya kiasi gani, wewe ni mtumishi wa Bwana. Piga makofi na vigelegele mbele za Bwana. Haijalishi kuna upinzani wa kimizimu, kuna upinzani kwenye ukoo kwako, kuna upinzani kwenye vikundi vya kwako, na wamepiga afya yako uko ICU. Niko hapa kuambia, rejesha imani yako kwa Mungu aliye hai. Rejesha imani yako kwa Mungu aliye hai. Ugonjwa huu si wa mauti, bali mwana wa Mungu apate kutukuzwa. Haleluya. Na niko hapa kuambia, hata kama kuna upinzani wa kimizimu, kuna upinzani wa magonjwa ya kiukoo, niko hapa kuambia wewe ni mtumishi wa Bwana. Wewe ni mtumishi wa Bwana. Ugonjwa ulio watu wengine wa ukoo wa nyumbani kwenu hautakuwa wewe. Kwa nini? Zaburi ya 118 ule mstari wa 17 anasema, sitakufa bali nitaishi, ili nini? Niasimulia matendo makubwa ya Bwana aliye hai. Haleluya. Kwa hiyo Mungu anapokuandaa kwa utumishi ulio mbele yako, cha kwanza anataka aboreshe afya yako, ili usiwe na changamoto za kutoa uzuru. Twende kuhubiri Kahama na umwa mtumishi wa Bwana, twende Dodoma madona ya tumbo. Anataka kuponye kwanza. Kwa nini? Wewe ni mtumishi wa kwake. Ufanikiwe kwenye hela, ufanikiwe kwenye uchumi, ufanikiwe kwenye biashara, lakini afya yako isisahaulike mbele za Bwana aliye hai. Haleluya. Na nimeona wapendwa wengi ukiambia tufunge, sasa mtumishi wa Bwana na vidonda vya tumbo siwezi kufunga, halafu nakuta hitaji ni la kwake mwenyewe, halafu wa mtumishi ndo ufunge. Sasa yeye na uzuru tufunge mtumishi. Yani nikifunga ikifika saa 7 tu
naumwa kichwa, mtumishi wa Bwana, utanionea huruma. Niko hapa kukwambia wewe sio mgonjwa. Hiyo ni roho ya upinzani. Unanifuatilia kwenye TV online, pokea uponyaji wako. Hiyo roho ya mateso na uharibifu wa giza ikuachie sasa ninapozungumza hapa, na damu yako ya thamani ya Yesu Kristo Mwokozi ikuponye katika jina la Yesu aliye hai. Haleluya, haleluya. Kwa nini? Mungu ameteremka kuwa mwamuzi wa afya yako. Hata kama unapita mahali pagumu kiafya, yeye ni mwamuzi wa kwako, yeye ni mfanyasheria wa kwako, yeye ni mfalme wa kwako. Huyo tu ndiye atakayetuokoa. Na siku hizi bahati mbaya adui amekuja na style mpya, new style. Mtu anakwenda kwa mganga wa kwake, anafanya kufanya, anamwambia mtupie tu kansa, mtupie kansa. Unapambana na kansa, unapambana mpaka mtu anazofika. Niko hapa kukwambia wewe ni mtumishi wa kwao Bwana. Hata kama kuna watu wanatumia udhaifu wa mapepo na nguvu za giza ili kuzofisha afya yako, Mungu wa hii madhabahu anasema kwa kupigwa kwake wewe umepona. Aliyachukua masikitiko yetu pamoja na udhaifu wetu na magonjwa yetu, na kwa kupigwa kwake mimi na wewe tumepona. Ya. Hakuna HIV itakayomuua mtu hapa. Hakuna kansa itakayomuua mtu hapa. Hakuna uvimbe, hakuna fibroid itakayomuua mtu hapa. Kwa kupigwa kwa Yesu tumepona, na Bwana aliye mwamuzi aingilie kati kwenye afya yako, akupe uzima kisha uwe nao tele. Haleluya, haleluya. Wewe ni mwana wa mfalme, acha kuogopa. Tembea kifua mbele, dundika mji wa Kahama, ili wajue kwamba umenunuliwa na kupigwa chapa na arabuni ya Roho Mtakatifu anenaye Aba ndani yako. Haleluya, haleluya. Nikutana na mtumishi mmoja mahali, namwambia kwa nini umevaa? Anasema mtumishi, nina fungus. Haleluya. Niko hapa kuponya, kukwambia kwamba Mungu aliye kwenye hii madhabahu, hata kama una fungus sugu atakuponya. Umekanyaga hapa Agape KKKT jijini Kahama, lazima Mungu akuponye completely. Maana Mungu anapatikana hapa, anaonekana hapa. Mungu anayeponya yuko hapa. Achana na bahari na habari za mafuta ya upako na vitamba vya upako, sina saa za upako. Tulio kwenye hii madhabahu tunategemea damu ya Yesu na sadaka peke yake. Haleluya, haleluya. Ongeza na kitabu cha Yeremia ile sura ya kwanza mstari wa 4 hadi ule wa 8. Kitabu cha Yeremia ile sura ya kwanza mstari wa 4 hadi ule wa 8. Ongeza na Waamuzi sura ya 2 mstari wa 18. Waamuzi sura ya 2 mstari wa 18. Waamuzi sura ya 2 mstari wa 18. Yeremia sura ya kwanza mstari wa 4, Biblia inasema hivi: neno la Bwana likamjia kusema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Nami niliposema Baba Mungu, tazama siwezi kusema, maana mimi ni mtoto. Lakini Bwana akaniambia, usiseme mimi ni mtoto, maana utakwenda kwa kila mtu nitakaye kutuma kwake, nao utasema kila neno nitakalo kuamuru. Usiogope kwa sababu ya hao, maana mimi nipo pamoja nawe, asema Bwana. Nipo pamoja nawe, asema Bwana. Mungu akiwa pamoja na wewe, akiwa mwamuzi kwako, akiwa mfanya sheria kwako, akiwa mwamuzi kwako, akiwa mfalme kwako, mimi nakwambia tembea kifua mbele na usiwe na maneno mengi. Kwa nini? Tunaye Bwana aliye mwamuzi. Yeye tu ndiye amesema atawaketisha kwenye kiti cha kwake cha kifalme. Kwa hiyo ukiwa unatembea, wewe ni mwana wa mfalme, na mwana wa mfalme hatembeagi peke yake, anatembea na mabodyguard.
Mtakatifu sura ile ya 5 mstari wa 2 hadi wa 9, na andika kile kitabu cha Yeremia sura ya 30 ule mstari wa 17. Yeremia 30 ile sura ya 17. Kitabu cha Yohana sura ya 5 mstari wa 2, Biblia inasema, na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana birika itwayo Kiebrania Bethesda, nayo ina matawi 5. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa waliokuwa wamelala, vipofu, viwete na waliopoza, wakingoja maji yachemke. Kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka akayatibua maji. Basi yeye aliingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa, akapona ugonjwa wote uliokuwa umempata. Na hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Na Yesu alipomwona ya kuwa amelala, naye alijua ya kuwa amekuwa na hali ya siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi, mtu mwingine hushuka mbele yangu. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Mara yule mtu akawa mzima, akajitwika godoro lake akaenda, nayo ilikuwa ni Sabato siku hiyo. Kile kitabu cha Yeremia sura ya 30 ule mstari wa 17a, kitabu cha Yeremia 30 ule mstari wa 17a, Yeremia 30 ule mstari wa 17a, Biblia inasema hivi, maana nitakurudishia afya, nami nitakuponya jeraha zako, asema Bwana. Kwa sababu wamekuita mwenye kutupwa, wakisema ni Sayuni ambaye hapana mtu autakaye. Maana nitakurudishia afya, nami nitakuponya jeraha zako, asema Bwana. Kwa sababu wamekuita mwenye kutupwa, wakisema ni Sayuni ambaye hapana mtu autakaye. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu anapokuja kwa mwamuzi kwako, hata kuponya wewe peke yako, ataponya na watoto wako, ataponya na ndugu zako, ataponya na jamaa zako, ataponya na marafiki zako, ili wajue kwamba Mungu anayeamua kesi za kiafya, aliyekuwa mwamuzi, amekuja kusaidia na kutetea ili afya yako iketi kwenye kiti cha kifalme, unapoketi wewe na Mungu wako aketi hapo hapo. Kwa hiyo Mungu anapokuwa mwamuzi wako kiafya, atakuwa mwamuzi wa watoto wako, atakuwa mwamuzi wa baba yako, atakuwa mwamuzi wa watoto wako, na atakuponya ili ajidhihirishe kwako ya kwamba yeye ni Mungu mponyaji. Jina la Bwana libarikiwe. Hawa watu walipokuwa wametengeneza birika la Bethesda, na Yesu anarudi pale kuangalia kazi aliyoianzisha birikani, anamkuta mtu mmoja. Biblia haisemi alikuwa ni mwanamke au ni mwanamume. Amekaa pale miaka 38. Sijui amelalia Superbanko, sijui KFL, si chapa Arusha. Miaka 38 yuko pale birikani. Kila anapojitahidi kuingia kwenye birika la Bethesda, watu wengine wenye nguvu wanamtangulia, wanaingia, malaika anatibua maji, wanapokea uponyaji wao, wanaondoka. Yesu anarudi, anamkuta huyu mgonjwa amelala, anamuuliza, na wewe wataka kuwa mzima? Anamwambia, Bwana, mimi sio kuwa mzima tu, lakini sina mtu wa kunitia birikani. Na inawezekana Yesu anamwambia, mimi ndio huo uponyaji ulio kwenye birika, na nimekuja, hauhitaji kuingia birikani, unahitaji kusimama na kubeba godoro lako na kwenda. Yule mtu inawezekana hakuamini, lakini neno la Bwana lilipoingia ndani yake, likaenda kwenye mishipa, misuli, damu na nyama na ngozi. Alikuwa amelala, hawezi kuamka, ghafla akakaa, ghafla akasimama, akakumbuka kwamba aliambiwa abebe godoro. Ile anaanza kukunja godoro, akakunja mara ya kwanza, akakunja mara ya pili, labda akajinyosha. Alipoinua godoro kuliweka kichwani, likakubali. Akaanza kutembea hatua ya kwanza, akaanza kutembea hatua ya pili, akaenda na ya tatu. Ghafla nguvu za Bwana zilizokuwa kwenye birika sasa likaponya magonjwa yake yote. Natamani nijiulize, waliokuwa njiani walimuuliza, labda ni dada, mbona dada blouse haijaroa, mbona sura haijaroa? Nimekutana na
Bwana aliye mponyaji wa kwangu. Ninakutana na Bwana aliye mponyaji wa kwangu. Aya. Ningesikia makofi mengi ya ushindi wanaosema afya yangu ikutane na Bwana, uzima wangu ukutane na Bwana, na Mungu akuponye katika jina la Yesu aliye hai. Haleluya. Haleluya. Si amesema kwenye Yeremia atakurejeshea afya na atakuponya magonjwa yako yote? Amesema hata kama umeitwa mwenye kutupwa, yeye anasema Mungu atakurejeshea afya na atakuponya jeraha zako zote. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo acha kumpangia Mungu kwamba ugonjwa huu ndio unaweza kuponya huu Mungu. Hapana. Huu Mungu hapana. Miaka ya nyuma kidogo, kabla sijaoa, nikawa na kwenda kuhubiri mahali, na nikafikia kwenye nyumba ya rafiki yangu mmoja ambao alikuwa kampuni yao ilikuwa inahudumia wale wagonjwa ambao wameathirika wenye HIV. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo ndugu akanipeleka kwa lengo la kuwasalimia na kupeleka zawadi zao na misaada. Na nikiwa niko pale akaniambia hii familia bwana, baba alishakufa, na tunavyoongea hivi mama na hawa watoto nao wameathirika na huu ugonjwa. Na nikamwambia Mungu, unatamani nifanye nini? Akaniambia nimekuleta hapa sio kuja kusalimia, kudhihirisha kwamba mimi ni Mungu mwamuzi wa afya ya hii familia. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo aliponiambia yule ndugu, na nikamwambia tuombe. Kwa hiyo tukaomba, na nilikuwa siamini kama Mungu anaweza kuponya ule ugonjwa, siamini kabisa. Lakini ndani yangu likasitika neno kwamba utaweka mikono juu ya wagonjwa nami nitaleta afya. Kwa hiyo nikaweka mikono hivyo kwa imani haba, Mungu waponye, wasaidie. Alafu nikasema amen, na tukatoa zile zawadi na yule ndugu tukaondoka. Baada kama wiki moja, wakiwa na kwenda kwenye kliniki yao ya kawaida, wakacheki afya zao, wakakuta mama na watoto wawili hawana ile shida. Yule ndugu akanipigia simu akaniambia, Mungu amejibu maombi kwa ukubwa hujawahi kuelewa. Akanambia wale watoto wawili na mama yao hawana tena ule ugonjwa, wamepona kabisa. Na kwambia kiliinua imani yangu kubwa kwa Mungu aliye hai. Kila nikiomba naambia Mungu nirehemu, mimi ni mwenye dhambi, sistahili kabisa, Mungu unirehemu. Alafu nikamwambia waambie baada ya siku ya 3 kama Yesu alivyofufuka atafufuka na afya yao, na huyo aliyobaki siku ya 3 aende kufanya check up. Wakampeleka kwenye kliniki yao ya kawaida, na siku ya 3 Yesu aliyeshinda mauti na kuzimu, wanatoa damu, wanakutana damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai, ambao haina virusi, ambao haina magonjwa, na Mungu akaponya ile familia. Mpaka leo wanaishi. Ukimwamini Bwana utatembea katika ishara, maajabu na miujiza. Na ni maombi yangu mbele za Bwana aliye hai, aiponye afya yako. Hata wale unitazama, hata kama unapita mahali pagumu, pokea uzima wa kwako, pokea afya ya kwako, pokea uponyaji wa kwako, na Yesu akuponye completely in Jesus name. Haleluya. Haleluya. Ongeza na kitabu cha Luka sura ya 5 mstari wa 17. Kitabu cha Luka sura ya 5 ule mstari wa 17. Kitabu cha Luka sura ya 15 mstari wa 17, na Isaya 53 ule mstari wa 4 na wa 5. Kitabu cha Isaya 53 mstari wa 4 na wa 5. Kitabu cha Luka sura ya 5 mstari wa 17. Kitabu cha Luka sura ya 5 ule mstari wa 17. Biblia inasema hivi: ikawa siku zile mmoja wapo alikuwa akifundisha, na Mafarisayo na walimu wa Torati walikuwa wameketi hapo, waliotoka katika kijiji cha Galilaya na Uyahudi.
na Yerusalemu, na uweza wa Bwana ulikuwepo upate kuponya. Na kwenye hii madhabahu ya hapa KKKT Dayosisi ya Kusini Mashariki ya Ziwa Victoria, usharika wa Agape, uweza wa Bwana uko hapa ili kuponya. Wewe ni kumwendea yeye aliye jiwe lililo hai, jiwe lilokataliwa na waashi likawa jiwe kuu la pembeni. Uweza wa Bwana uko hapa kuponya kwako na uzao wako, kwako na biashara yako. Na unapopona kwenye afya yako, na biashara inapona, na kazi yako inapona, na uchumi wako unapona. Kwa nini? Mungu yuko hapa, uweza wake ili kuponya completely. Isaya anasema 53, kwa kupigwa kwake tumepona. Kwa kupigwa kwa Yesu tumepona. Haijalishi ni ugonjwa gani, haijalishi ni jambo gani, lakini tunachojua, Yeremia 32:26-27 anasema, tazama la Bwana likamjia Yeremia kusema, tazama moyo ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote usiloliweza? Maadamu na mwili na uko hapa na unanitazama kwa TV online, Mungu akuponye. Hata kama daktari wa kwako amekwambia ugonjwa huu ni wa mauti, yuko Yesu aliye msemaji wa mwisho peke yake, ndiye aliyebeba hatima ya afya yako. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya. Kwa kupigwa kwa Yesu, haijalishi ni ugonjwa gani, haijalishi ni shida gani, haijalishi ni laana gani, kwa kupigwa kwa Yesu mimi na wewe tumepona, 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 tumepona. Na upone leo kwa sababu uweza wa Bwana uko hapa KKT usharika wa Agape ili kuponya. Na kila atakaye karibia madhabahu hii, uponyaji wake umjie mara, kwa jina la Yesu aliye hai na kwa damu ya Yesu aliye hai. Haleluya. Kwa kupigwa kwa Yesu, unanitazama kwenye TV online, upokee uponyaji wako sasa katika jina la Yesu aliye hai. Kwa nini? Uweza wa Bwana uko hapa kuponya. Na wewe unanitazama kwenye TV online ya hapa Agape jijini Kahama, Mungu akuponye. Hata kama uko hospitalini, hata kama uko Ulaya, hata kama uko China, Mungu wa hii madhabahu mwenye uweza wote akuponye tena katika jina la Yesu aliye hai. Piga makofi na vigelegele vingi mbele za Bwana aliye hai. Magonjwa mengi hubeba roho za mauti. Magonjwa mengi hubeba roho za mauti ili kutafuta uhai wako. Magonjwa mengi hubeba roho ya mauti ili kutafuta uhai wako. Lakini ukitambua na kumfanya Mungu kuwa mwamuzi wa afya yako, utakuwa salama kuna kufikia hatima ya maisha yako. Magonjwa mengi hubeba roho za mauti ili kutafuta uhai wako. Lakini ukitambua na kumfanya kuwa Mungu ni mwamuzi wa afya yako, utakuwa salama na kuifikia hatima yako kimaisha, na kuifikia hatima yako kimaisha. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Turudi pale kwenye Isaya 38 ule mstari wa kwanza hadi ule wa 8. Kitabu cha Isaya 38 ule mstari wa kwanza hadi wa 8 andika. Alafu kitabu cha Zaburi ile ya 118 mstari wa 15 na wa 17. Zaburi ya 118 ule mstari wa 15 na ule wa 17. Zaburi ya 118 ule mstari wa 15 na ule wa 17. Biblia inasema hivi: sauti ya furaha na wokovu imo hemani mwao wenye haki, mkono wa kuume wa Bwana hutenda makuu. Mkono wa kuume wa Bwana umetukuzwa, mkono wa kuume wa Bwana hutenda makuu. Alafu 17 anasema sitakufa bali nitaishi, nami nitayasimulia matendo makuu ya Bwana, nami nitayasimulia matendo ya Bwana.
Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Na kile kitabu cha Mathayo ile sura ya 4 mstari wa 23, kitabu cha Mathayo sura ya 4 ile mstari wa 23, kitabu cha Mathayo ile sura ya 4 mstari wa 23, Biblia inasema namna hii: naye alikuwa akizunguka katika Galilaya yote, akifundisha katika masinagogi yao na kuhubiri habari njema ya ufalme na kuponya magonjwa na udhaifu wa kila namna katika watu, na kuponya magonjwa na udhaifu wa kila namna katika udhaifu wa watu. Na Mungu aliye kwenye hii madhabahu aponya magonjwa yako yote na udhaifu wa kila namna yoyote katika jina la Yesu. Kwa nini? Magonjwa ni roho inayotengenezwa kimauti ili kutafuta uhai wako. Lakini ukitambua ya kwamba Mungu ni mwamuzi na mfanya sheria na mtunga sheria wako, atakwenda kwenye ile hitaji lako au tatizo lako na ataliondoa. Kwa nini? Kwa sababu hataki ufe kabla ya majira na wakati, kabla hujaziona baraka za kwako, kabla hujaona watoto au wana wa wanao. Ndio wanaosema Zaburi ya 126, ukawaone wana wa wanao na amani ikae na Israeli. Ni maombi yangu mbele za Bwana akuondolee kila magonjwa yaliyobeba roho za mauti. Jina la na Mungu wa hii madhabahu akuponye na akupe raha, akuponye na akupe raha. Unaponiona hapa na kula kila kitu kasoro misumari yenye kutu tu, ungefikiria nimekuja hapa kama alafu dada Wita ananiambia, mtumishi unakula maharage. Na ansazi bwana, unajua ansazi ilimtesa baba ikamuua, na mimi ninayo. Mimi naswaga kila kitu. Kwa nini? Yesu alikata nila na akanipa raha. Naona nitazama kwenye TV online, Yesu akuponye hiyo kansa, Yesu akuponye HIV, Yesu akuponye sukari. Hata kama ilimuua baba, haitakuwa wewe kwa jina la Yesu ni hai. Haleluya, haleluya, haleluya. Tutashughulikia magonjwa mengi ambayo ni roho, ambayo inatesa watu wa Mungu, na Mungu akutumie sawasawa na uweza wa jina lake. Jina la Bwana libarikiwe. Na kile kitabu cha Kutoka 23 mstari wa 25, kitabu cha Kutoka ile sura ya 23 mstari wa 25, kitabu cha Kutoka ile sura ya 23 na ule mstari wa 25, Biblia inasema namna hii: nanyi mtamtumikia Bwana, naye Mungu wenu, nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atakibarikia chakula chako na maji yako, nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Hapata kuwa mwenye kuharibu mimba wala aliyetasa katika nchi yako, na hesabu ya siku zako nitazitimiza. Nitatuma utizi wangu ukutangulie mbele yako, nami nitawafadhaisha watu wote watakaowafikiria, nami nitawafanya hao adui zako wote wakuoneshe maungo yao. Niko hapa
hapa kuambia kila adui aliyogusa afya yako, tutaachilia roho ya mafadhaiko. Acha afadhaike. Kama alikusudia mauti, Bwana amekusudia uzima. Alikusudia matoso, Bwana amekusudia raha. Alikusudia uharibifu, Bwana amekusudia mema. Kwa jina la Yesu aliye hai na kwa damu ya Yesu aliye hai, kila aliyetesa afya yako aanze kusambaratika sasa, na kila shimo la kuchimbia atumbukie mwenyewe. Alikupandia kansa, atumbukie mwenyewe. Alikupandia ukoma, atumbukie mwenyewe. Alikupandia pressure, atumbukie mwenyewe. Unanitazama katika online, pokea uponyaji wako sasa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Haleluya, haleluya, haleluya. Mungu wa hii madhabahu akuponya magonjwa yako yote. Haleluya. Mungu anapofanyika kuwa mwamuzi wa afya yako, Mungu anapofanyika kuwa mwamuzi wa pekee juu ya afya yako, Mungu anapofanyika kuwa mwamuzi wa pekee juu ya afya yako, anataka kuponya ili jambo jipya lichipuke kwako, ikiwa ni pamoja na kutenga na vifungo vya magonjwa yanayotesa familia na ukoo kwenu. Mungu anapofanyika kuwa mwamuzi wa pekee juu ya afya yako, anataka kuponya ili jambo jipya lichipuke kwako, ikiwa ni pamoja na kukutenga na vifungo vya magonjwa yanayotesa familia na ukoo wa kwako. Jina la Bwana libarikiwe. Kitabu cha Ezekiel sura ile ya 18, Ezekiel sura ya 18, kitabu cha Ezekiel sura ya 18 mstari wa 2 hadi ule wa 4. Ezekiel sura ya 18 ule mstari wa 2 hadi ule wa 4, Biblia inasema namna hii: je, maana yake nini hata mkatumia misali hii katika Israeli, mkisema baba wamekula zabibu mbichi na watoto wametiwa ganzi la meno? Kama mimi niishivyo, asema Bwana Mungu, hamtakuwa na sababu ya kutumia tena mithali hii katika Israeli, katika Kahama, katika Dar es Salaam, katika Uchina. Hamtakuwa na sababu ya kutumia mithali hii tena katika Israeli. Tazama, roho zote ni mali yangu. Kama vile roho ya baba ni mali yangu, ndivyo ilivyo roho ya mwana ni mali yangu. Roho ile itendayo dhambi itakufa peke yake. Roho ile itendayo dhambi itakufa peke yake. Jina la Bwana libarikiwe. Bensema zabibu mbichi walikula baba zetu, lakini ganzi la meno likawatia watoto, na hawa watoto hiyo zabibu mbichi hawajala, hata hilo shamba hawalijui na hawajai kwenda, lakini waliotutangulia wamekula zabibu mbichi na ganzi la meno limewapata watoto. Niko hapa kuambia kila tatizo ambalo baba yako alipitia halitakupata wewe. Kwa nini? Zabibu mbichi wamekula wao. Wewe huwezi kupigwa ganzi la meno. Walikufa kwa magonjwa, hautakufa kwa magonjwa, utakufa kwa mpango wa Mungu aliye hai. Walikufa kwa kansa, hautakufa kwa kansa. Na anasema Ezekiel, anasema msitumie tena misali hii katika Israeli. Kwa nini? Roho zile zitendao dhambi ndizo zitakazokufa peke yao. Haleluya, haleluya. Hata kama walikula zabibu mbichi na wakatiwa ganzi la meno, kwako marufuku. Na hata tumia misali hii tena, na utafuta kila uharibifu ambao adui aliupanda kuanzia kizazi cha kwanza mpaka cha pili mpaka cha tatu. Utakapoondoka hapa, uondoke ukiwa umebeba uponyaji wako, umebeba heshima ya kwako, umebeba hatima ya maisha ya kwako. Hata kama ndugu zako walikula zabibu mbichi, ganzi la meno kwako ni marufuku, ni marufuku. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe tena. Mungu anapofanyika kuwa mwamuzi
na wa juu sana kwenye afya yako, kazi yake ni kukuponya, kazi yake ni kusaidia, ili walipokwama wengine kwenye afya, wewe usikwame. Hata kama umekwama, akupe forward drive gear ya kutoka kwenye hapo walipokwama waliokutangulia, ili unapovuka watoto wako wavuke, unapovuka ndugu zako wavuke. Inawezekana ukaja kwenye semina hii wakasema jamaa anakwenda kuombaomba. Tumemwendea yeye aliyojiwa lo hai. Hawatakuelewa leo, lakini wakiponywa kesho, wakavuka kesho, watakuelewa kwamba uliwasaidia mahali. Watakuzalau leo, lakini watakuelewa kesho. Hata Yusufu walipouzwa hakueleweka, lakini alipokuwa waziri mkuu, wanasema tupate wapi mtu kama wewe ambao roho ya Mungu inakaa ndani yake. Lakini alipokuwa ulipookoka, wakasema Yese amechanganyikiwa, mpeni wiki moja, mpeni wiki mbili, mpeni mwezi. Lakini mpaka leo bado unaendelea na Yesu aliye hai. Wewe songa mbele, songa mbele. Hawatakuelewa leo, lakini wakiponywa watakuelewa, wakivuka watakuelewa. Na niko hapa kuambia, waliokutenga watakutafuta mpaka kwa WhatsApp, mpaka Facebook, mpaka TikTok. Kwa nini? Tupate wapi mtu kama mzee na Kembetwa hapa, ambaye roho ya Bwana inakaa ndani yako, na Mungu akuponye completely in Jesus name. Hallelujah, hallelujah. Ongeza na kitabu cha Luka sura ya 9 ule mstari wa kwanza na wa pili. Kitabu cha Luka ile sura ya 9 mstari wa kwanza na wa pili. Kitabu cha Luka 9 ule mstari wa kwanza na wa pili. Luka 9 mstari wa kwanza na wa pili. Biblia inasema hivi: akawaita wale tenashara, akawapa uwezo na mamlaka juu ya mapepo wote na kuponya maradhi. Akawatuma wautangaze ufalme wa Mungu na kupoza magonjwa, na kupoza magonjwa. Jina la Bwana libarikiwe. Na Mungu aliyekonya hii madhabahu akuponze kila magonjwa, ili utangaze ufalme wa Mungu aliye hai. Akuponye kila maradhi, hata kama ulitiwa na Wamisri, ulitiwa na waganga, ulitiwa na watesi wako. Mungu akuponye ili utangaze kwamba Mungu yuko hapa, ufalme wake uko hapa, uponyaji wake uko hapa. Waambie waliokimbia kutoka kwenye hii madhabahu warudi. Kwa nini? Nyumbani kumenoga. Uponyaji wa Bwana uko, heshima iko, kibali kipo, kuinuliwa kupo, na mamlaka ya Bwana ipo kuponya kila shida na kila mateso yaliyokutesa, kwa jina la Yesu wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Na Mungu akuponye unanitazama TV online. Neema ya Bwana iwe pamoja na wewe, yenye kuponya tena na tena na tena, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Na kila mwenye pumzi aseme amen. Nimekombolewa na Yesu aliyenirehemia, kwa bei ya mauti yake nimekuwa mtoto wake. Kombolewa, haleluya. Kombolewa na damu ya Yesu. Yesu kombolewa. Mimi mwana wake, kombolewa. Haleluya. Kombolewa, mimi mwana wake kweli. Bwana Mungu, tunakushukuru, tunakutukuza,
tunakupa heshima. Asante kwa sababu Mungu umesema na kanisa lako wazi wazi kwa kila ambaye tauta kwenye TV online hapa Agape jini Kahama na aliyoko Uchina, aliyoko Ulaya. Mungu tunakutukuza kwa sababu ya uaminifu wako na nguvu zako. Wewe ni ngao na kigao ambao uweza wako uko hapa ili kuponya. Nami naomba Yesu aponye watoto wako na watumishi wako, hata kama laniwa, hata kama walikula dhabihu mbichi na hilo ganzi la meno. Ule mkono wako wenye nguvu na wenye uweza usimame kuwasaidia na kuwatetea na kuwaponya kwa viwango Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Wanaotazama TV online kutoka hapa Agape KKKT jijini Kahama, Mungu ninaomba pokea sadaka yao, pokea na dhabihu zao. Mungu ifanyike harufu nzuri ya manukato unapopokea hii sadaka Bwana. Pokea na magonjwa na mahitaji yao yote Yesu, ipita juu yao, ipita juu yao, ipita juu yao, ipita juu yao. Hiyo damu ya kunyunyiza, hiyo damu ya thamani, hiyo damu ya msalaba, pita juu yao, pita juu yao. Waponye Bwana, waponye na kila magonjwa ya kulisi na uharibifu wa giza. Toka juu yao, 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 toka juu yao. Rapakase, hiyo kansa inaondoka, hiyo kansa inaondoka, ukoma unaondoka, hiyo malaria sugu inaondoka sasa kwa damu ya Yesu. Omba mbele za Bwana, usinyamanze. Omba, usinyamanze mbele za Bwana. Omba, achilia damu ya Yesu kwenye kila hitaji lako, kwenye kila hitaji lako, kwenye kila ugonjwa wako. Mungu aliye hai yuko hapa kuponya magonjwa yako, kuponya shida yako, kuponya tatizo. Rejesha Baba, rejesha. Tunatangaza neno la ushindi, neno la uponyaji, kibali cha Bwana na nguvu ya uponyaji ipite juu yao, ipite juu yao. Rapoko sata, rapakata ramanda, riko sekerebo. Pepo goita, toka. Pepo goita, toka kwa damu ya Yesu, toka kwa damu ya Yesu, toka kwa jina la Yesu. Pepo goita, toka, 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 toka kwa damu ya Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai. Rawaka shata, rapakata, riko sata ramanda, wako sekerebo, manta rapaka. Wepo wa Mungu aliye hai uponyaye kwenye hii madhabahu, upenye kwenye maisha yao. Ndiyo Yesu, uko hapa, uko hapa kufanya, uko hapa kuponya. Uweza wako uko hapa Bwana. Nguvu zako ziko hapa, nguvu zako Yesu ziko hapa, nguvu zako ziko hapa, nguvu zako ziko hapa, nguvu zako Yesu ziko hapa. Matumbo yasiyopokea watoto yapokee watoto, matumbo yasiyozaa yapokee watoto. Hiyo kansa inaondoka, haya magonjwa yanaondoka, mapepo na nguvu za giza toka achia maisha udada, toka achia maisha yake, toka achia maisha yake. Hiyo damu ya Yesu ipite, hiyo damu ya Yesu ipita juu yake. Pita Bwana, pita Bwana, pita Bwana, pita
juu yao, pita juu yao, waponye kwa mkono wako wenye nguvu. Rapa kashete rakataramanda rakosekerebo rapakanda rabobo rikashata rokosekerebo rakaka. Omba mbele za Bwana, usinyamanze, usinyamanze, usinyamanze. Mungu ameteremka kuchukua hitaji lako, kuponya hayo magonjwa, kuponya kila udhaifu. Hautaondoka hapa na magonjwa, kwa sababu Yesu alimaliza msalabani, aliponya haya magonjwa, aliondoa kila mateso, aliponya kila maradhi, aliponya kila mateso, aliponya kila uharibifu. Damu ya Yesu ipite kuponya, na uponyaji wake na nguvu yake na uwezo wake ulioko hapa kuponya leo. Nirejeshe furaha ya wokovu Baba, nafsi yangu ya kutamani, nafsi yangu Bwana, nafsi yangu ya kutamani. Yesu na roho yangu, Roho yangu yaona kiu kama hayala, kama yala atamanivyo maji ya mto. Bwana, nafsi yangu ya kutamani. bado ninakuamini, bado ninakuamini. Mwambie Bwana, Bado ninakuamini, bado ninakuamini. Kwenye uponyaji bado, Bwana ninakuamini, bado ninakuwa. Kwenye ukombozi bado ninakuamini, bado ninakuamini. Makofi mengi mengi mbele za Bwana. Piga makofi na vigelegele vingi mbele za Bwana. Hata kama ulikuja na mateso, hautaondoka na mateso. Ulikuja na magonjwa, hautaondoka na magonjwa. Kwa nini? Uweza wa Bwana uko hapa ili kuponya, katika jina la Yesu aliye hai. Endelea kumwamini Bwana na nguvu zake, kwamba yeye ni mwamuzi, na anapokuamulia hiyo kesi, hakikisha anakuketisha kwenye kiti chake cha kifalme katika jina la Yesu. Haleluya. Kesho tutamalizia kipengele ambacho kimebaki, na tutakuwa na sadaka maalum. Sadaka maalum ya kutoka kwenye vifungo vya magonjwa na uharibifu wa giza iliyofunga vizazi zilizopita. Kwa hiyo niombe ile kamati ambayo inaandaa semina watanulie bahasha siku ya kesho, na ukitoka hapa nenda kaandike kinachowatesa kule nyumbani kwenu, kaandike. Tutakisemea kwa Bwana. Tumwambie Mungu, kinachotesa nyumbani kwetu ni hiki. Kwa hiyo tumekukabidhi wewe uwe mwamuzi na uwe mtunga sheria, na hakikisha unatuketisha kwenye kiti cha kifalme tukiwa wazima kabisa. Jina la Bwana libarikiwe. Muandikie Bwana, usiniandikie mimi wala mchungaji, muandikie Bwana. Haleluya. Na tutakuwa na sadaka maalum ya kutoka kwenye kila vifungo na ulisi mbaya wa magonjwa na mauti ambazo zilimeza watu wa kwetu. Tumwambie Bwana, enough is enough. Haleluya. Nikukaribisha kesho kwenye ibada ya masifu ya asubuhi, morning glory, na mimi nipo. Jina la Bwana libarikiwe. Basi tumefika mwisho. Karibu mchungaji kwa ajili ya kutuombea na kutubariki. Asante sana, Mungu akubariki sana mtumishi. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Naomba niseme matangazo machache sana, alafu tumshukuru Mungu wetu, alafu tuweze kwenda kwenye maeneo yetu nyumbani. Kumuona mtumishi kuanzia kesho, tuendelea kumuona. Naomba sasa
diakonia yuko hapo, naomba mjiandikishe kwake. Tusiende tu bila utaratibu, sawa ili ofisi ijue kwamba mgeni wetu anafanyaje, inapendeza zaidi. Kwa hiyo niombe sasa kwamba kuanzia leo utamuona dadangu mdiakonia pale Daniel Mariam, utaandikisha pale. Hakuna mwingine yoyote. Usije kwangu wala usiende kwa mchungaji kiongozi. Ni huyo hapo, ndiye tumemteua. Huyo ndiye atatupa sisi taarifa. Sasa wapendwa, inapendeza. Umeona yeye atatoa taarifa kwamba kuna watu labda 5, ataongea na mtumishi muda gani sasa muweze kuonana. Kuonana ni free, hamna shida yoyote. Maana kila moja tunahitaji kumuona mtumishi wetu. Bwana Yesu apewe sifa wapendwa. Ndio mwenyekiti wetu Injilisti yeye yuko kazini, tuweze tukampa kazi hiyo, yeye anakuwa kwenye majukumu yake. Kwa hiyo huyu ambaye tuko naye ofisini hapa mara kwa mara